Kwenye video yangu ya mwisho nikizungumzia masuala ya Kenya, nilisema hivi, Rais Ruto ndio rais anayechukiwa zaidi barani Afrika na raia wake kuliko rais yoyote sasa hivi, na anapendwa na wazungu kuliko marais wote barani Afrika. Wazungu wakiwa na project na mtu yoyote, awe rais, yani mtu yoyote yule, wakishamaliza naye project huwa wanamchafua. Yani nitumie neno la Kiingereza sema wanamdemonize, wanamfanya ni shetani. Njoo Kongo, marais wangapi waliwatumia, na baada ya kuwatumia waliwafanya ni madikteta wabaya kabisa. Hata Idi Amin alitumika kutudestabilize East Africa yote. Baadaye magharibi walimfanya shetani mbaya kuwahi kutokea. Kwa nini? Kwa sababu wazungu ni mafia. Mafia anaga rais, anaga rafiki. Iko hivi. Kuna makala imetengenezwa na BBC, shirika la utangazaji la Uingereza. BBC sio ya Afrika. BBC ni kituo cha habari cha walimwengu, wala sio cha Waingereza. Hilo neno British Broadcasting Corporation not real. BBC haiwahudumii Waingereza. Kazi ya BBC ni kuwapumbaza hata wa Waingereza. BBC ingekuwa inawaambia Waingereza ukweli, Uingereza ingebaki kuwa super power mpaka leo hii. But BBC ndio imechangia pia kudondoka kwa Uingereza katika kuwa super power, because it kept lying to the British people themselves. Kwa hiyo maudhui makuu ya hiyo documentary au hiyo makala ni kuchafua idara ya usalama ya Kenya, kwamba ni idara mbaya sana barani Afrika. Nataka niwaambie BBC, sio Kenyan police tu, all African countries which are under western control, polisi wake wana stress ya ajabu. Na usifanye masiara na polisi wa Afrika ambao hao polisi nchi zao ziko chini ya mwavuli wa magharibi. Yani hizo nchi ziko kwenye unyonyaji. Let me use that word. Wana stress, ni binadamu. Mimi kwanza kabisa niwape watu mfumo wa utendaji wa polisi. Polisi haapi kumlinda raia katika muktadha wa raia. Hapana. Polisi au mwanajeshi anaapa kulinda raia, kulinda nchi katika muktadha wa amiri jeshi mkuu wa majeshi wa nchi. Kwanza hilo raia uelewe. Polisi anaapa kukulinda wewe kwenye muktadha wa rais. Yani wewe, let's say mimi raia wa Tanzania, polisi ameapa kunilinda, sawa. Kama ninahatarisha usalama wa nchi, polisi ananifanyaje? Ananikula kichwa. What is my point kwenye hiyo documentary? Kwanza imemchafua Ruto to the maximum, yani imemzika Ruto katika safari yake ya kisiasa. BBC wamemfanya Ruto kuwa mmoja ya marais wabaya kabisa kuwahi kutokea katika historia ya Kenya. Kichwa cha habari cha hiyo makala kinasema bunge la damu, blood parliament. Blood parliament katika kipindi cha utawala wa nani? Wa William Samoei Ruto. Ruto, don't be so obedient to the white people bwana. Umekuwa tu obedient. Angalia sasa walichokufanya wazungu. They've destroyed your legacy to the Kenyans. No Kenyans will respect you for the rest of your life. Maybe your people, maybe your little psycho people will respect you, lakini the majority of Kenyans, rais wangu, watakuchukia sana. Na cha kujiuliza, umefikaje hiyo level? Too obedient. Ungekuwa kidogo mnafi, usingefika hapa. The root cause ya matatizo ya Afrika ni moja tu, ni njaa. Kwa sababu Wakenya wameingia bungeni kwa sababu ya njaa. Kwa nini Wakenya waingia bungeni? Kwa sababu ya njaa. Rasilimali zao wamebeba wazungu katika jina la uwekezaji. Nikiongea mambo, Wakenya wananiambia shut up your mouth, we got big GDP than you. Kweli kabisa, Wakenya mna GDP kubwa, big number. Lakini how is your life? Just like Marekani kila siku wana maandamano, every single day wa Amerika wana maandamano, lakini wana big GDP. Wa Amerika ndio nchi yenye GDP kubwa duniani. Wa China wana GDP ndogo, umeona wanaandamana. Warusi wana GDP ndogo, lakini mwanamke wa Kirusi akishika mimba, pesa inatoka serikalini ya kumtunza. Do you know that? Tena ni Mkenya mwenzenu alikuwa anashuhudia hiyo sentence kwamba mwanamke akishika mimba Urusi, kuna Mkenya amepewa mimba na Mrusi huko, kapelekwa Urusi huko, anatoa ushuhuda kabisa kwamba huko Urusi bana, mwanamke ukishika mimba serikali iko hapo nyuma yako inakulinda, inakupa pesa. Nenda Amerika. Kwa sababu mimi nikiaddress ukweli kwenye channel yangu, kwa sababu wengi nyie ni wasomi, na maana neno usomi ni ufake, mna catch feeling na mimi. Ndugu zangu, nirudi kwenye point. BBC documentary, makala ya BBC, lengo lake kubwa ni kuichafua idara ya usalama ya Kenya. Lakini nataka niwaambie BBC, hii documentary kuna mtu imemlenga Ruto. Imezuma polisi wote, sijui wanajeshi, mapolisi, wherever, walioua raia. Niwaulize BBC swali moja, sababu wazungu mmetuletea dini. Wale jamaa wawili waliomuua Yesu pale msalabani, Yesu aliwaambiaje? Yesu hakuambia wanatenda dhambi, wanatimiza wajibu wao na hawajui walitendalo, lakini Baba wasamee.
kwa sababu kazi ya polisi ni kutii amiri jeshi mkuu wa majeshi anachomwambia. Ndugu zangu, leo hii kitokea riot, Samia anatoa neno moja tu, huwa baadhi ya watu ili watu wakimbie. Blood is a point of changes. Hakunaga mabadiliko bila damu. Nenda kwa Kristo. Kristo alikufa msalabani, damu. There is no changes without blood. Sawa eh? So machafuko ya aina yoyote yale ambayo yatahatarisha usalama wa serikali ya rais wa aina yoyote yule ataua watu sana. Edward hajaua watu. BBC, please go and write a documentary about Turkish protest. You see all African are evil. Tunaomba BBC watutengenezee makala ya vurugu zilizofanyika katika bunge la Marekani Joe Biden alivyotangazwa mshindi na kumnyang'anya Donald Trump madaraka. Kuna vurugu zilifanyika ndani ya bunge la Marekani, watu wakauawa. Hatujaona BBC wakitengeneza documentary ya zile vurugu. Tunaomba BBC watengeneze documentary nyingine ya vurugu zilizofanyika Uturuki kwenye maandamano, jinsi watu walivyouawa na kukamatwa. Hatujaona. Tunaomba BBC watutengenezee makala ya mafuriko ya damu inayomwagwa Gaza. Maana ile sio damu yaani ni mafuriko, ni bahari ya damu inayofanyika Gaza. Lakini kwa sababu BBC inabii controlled na Waisraeli, Marekani imewekwa katika mifuko ya Waisraeli, hawawezi kukava unyama wa Waisraeli ndani ya Gaza. Alafu wanakuja kutuambia bloodbath, sijui blood parliament ya Kenya. Alafu kuna baadhi ya Wakenya ni wajinga wapumbavu kweli kweli, wanashabikia huo ujinga kwamba yaani nyie Wakenya mnataka kuniambia kwamba BBC na wajua nyie kuliko mnavyojijua wenyewe. Shida yenu nyie Wakenya, I always tell you, nawaambia gani kila siku, nyie mnajifanya ni wazungu sana. Yaani mtu ametoka maelfu ya mamaili huko anakuja kuwaelezeni nyie ni ubaya wenu. Yaani kwanza anawachonganisha, unajua. Alafu mnasherekea. Kenyans, you have lost your identity. Hamjipendi nyie wa Kenya. Waingereza kuna matatizo kuna matatizo zaidi ya kwenu, lakini BBC haifai kwa sababu nyie ni wanyonge na imeona unyonge wenu na ikacheza hapo hapo. Cheni kuwa wajinga hivyo wa Kenya. BBC nifanyieni hiyo kazi. Mauaji ya Gaza, Capitol Hill riot ya Marekani na Uturuki. Sio mnatuangalia tu Afrika. Waafrika tunataka tutengeneze media zetu kubwa za kucounter huu unyonge wa BBC. Nyie Kenya sio mnapiga mikelele tu. Sisi ni mashetani, nyie ni malaika. Yes. Summary ni kwamba walichokipicha BBC, idara ya usalama ya Kenya ni hatari. BBC sio Kenya, all over Africa. Hata kwetu mwandishi wa habari amewahi kuuawa na polisi. Kabisa, zoom hizo highlight zenu mnazozifanya bwana BBC hazisaidii kitu, kwa sababu mtu wa usalama anaapa kumtii kamanda wake mpaka mwisho. Haapi kunitii mimi, haapi kumsikiliza. Hakuna polisi anaogopa kamera ya mwandishi wa habari anapotimiza majukumu yake. Usitudanganye BBC. There is no policeman who fear the camera of sijui mwandishi wa habari. No. Kazi ya polisi ni kutii amri kutoka kwa mkubwa wake. Shoot, shoot. Don't shoot, don't shoot. Mimi si promote mauaji yaliyofanyika Kenya. I'm sorry. My point is BBC kutufanya kwamba sisi ni mashetani zaidi kuliko wao. Yaani kazi ya Western media is to portray Africa as satanic area of Satan. Yaani ni kwa mashetani. Ulaya kunaga maandamano ya damu. Hivi historia ya dunia ingekuwa imeandikwa kwamba vita kwanza ya dunia ilitokea Afrika, vita ya pili ya dunia ilitokea Afrika, what will the white people be saying about Africa? Hivi wazungu wangekuwa wanasema nini kuhusiana na ustaarabu wa Afrika? Lakini vita ya kwanza ya dunia iliharibu Ulaya nzima, ya pili iliharibu Ulaya nzima, na ya tatu tena itaharibu Ulaya nzima kama ikitokea. BBC, you have a lot of things to talk about, but you focus on negativity things in the African continent. Lengo lenu ni kututengenezea mazingira kwamba eti sisi wa Afrika hatujipendi, hatujithamini, ndio maana tunauana kama kuku au kama wanyama. Hiyo ndio maana hiyo documentary ya BBC. Kweli hatupendani? Really? Sio nyie mnayotuchunganisha hatupendani? Okay, BBC tell us, Wafaransa wamefukuzwa Burkina Faso, Niger na Mali. Waamerika wameenda kuomba kambi ya kijeshi Ivory Coast. Lengo lao ni nini? To destabilize Africa. Ndugu zanguni, haya maudhui tunayoyapokea kutoka kwenye vyombo vya habari vya magharibi, kazi yao ni kutuprogram tujichukie na kuwaona wao wako sahihi katika maisha yao yote. Yani ndio dhumuni kubwa la maudhui ya vyombo vya habari vya magharibi kwa Afrika. Waafrika wajichukie, wasijithamini na wasijipende. Elimika, usiwe msomi.